anawaambia atabenuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani la'allakum takhludun wa idha batashtum jabbari ila akhir al-ayat. Anawaambia atabenuna, hivi je, mnajenga bikulli ri'in, kwa kila sehemu iliyonyanyuka. Kenda sehemu hivi kwenye majabali, sehemu iliyonyanyuka, wakijenga nini? Aya, kumbusho ambayo kwamba ta'bathun, mnafanya uchafu ndani yake. Yani kutafuta sehemu ya kando, kama alivyofanya huyu kutafuta kisiwa kule kando, sehemu ya kando mbali na watu kwa ajili ya kufanya uchafu. Halikuanza leo, bali Sayyiduna Saleh akiwahutubia kaumu yake vile vile katika surati Ash-Shu'ara hawaambia watanhituna min aljibali buyuta mfarihi, mnachonga katika majabali majumba ambayo kwamba imefanywa kwa ustadi. Kwa ajili ya nini majumba kama yale? Kwa ajili ya kufanya uchafu wao katika sehemu kama zile kwenye majabali. Kwa hivyo si jambo ambalo kwamba limeanza jana na juzi. Na hizi sauti zikinyanyuka kutoka kwa hawa watu ambao kwamba wanajiona ndo mabwenyenye wa huu ulimwengu, pia lilikuweko huko nyuma. Soma katika Al-Qur'an Al-Karim utaona sana, waqala al-mala mala, ndo hawa walikuwa wanajiona wao ndo wenye influence kutokamana na hela walizokuwa nazo, kutokamana na hashia watu waliowazunguka, kutokamana na uongozi. Hawa ndo walikuwa wenye usemi, na hawa ndo walikuwa wakipiga vita mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu wenye influence kutumia influence yao katika kuwadhulumu na kuwatweza madhaifu, watoto, wanawake, ni jambo limepatikana kwa siku nyingi sana. Kwani si Firauni ambaye kwamba aliwafanyia hilo watu wake, na mwisho akawafanya wajinga. Na Mola subhanahu wa ta'ala ameeleza yote katika Al-Qur'an Al-Karim. Alafu la ajabu, yule mtumi ambaye kwamba ametumilizwa aje wafundishe tauhidi, amtoe katika kibri alichokuwa nacho, anawaambia watu wake dharuni aktul Musa, niacheni mimi nimuue huyu Musa, waliyad'u rabbah, na muombe Mola wake.